Jana nimeweka milioni 4. Leo nimejiandaa natoka kuja kununua mzigo wa dukani, nakuta milioni 2 zipo, milioni 2 hakuna. Na chumbani kwangu anaingia ni mimi, babako mdogo na wewe. Na wewe na babako mdogo ndio mnajua pesa hazipo. Babako mdogo anasema pesa hajachukua. Pesa zangu kachukua nani? Mimi ndio nilichukua pesa zako. Kikohozi kuficha nimeshindwa tena, sorry kama nakukwaza, ila moyo unasema nakuhitaji, nakuhitaji baby. Lakini mama, ndo kwanza imebaki miezi 3 ya mimi kumaliza form 5. Kwa nini usijitahidi kadri ya uwezo wako mimi nikamaliza tu hiyo form 5? Ni kweli mwanangu John. Miezi 3 unavyosema sio mingi, lakini ada tunadaiwa miezi 6. Haina haja kuumiza kichwa mama. Kama Mungu aliniandikia nisimalize kidato cha 5, sawa. Nitajitahidi kutafuta vibarua vidogo ili viweze kutusaidia majukumu hapa nyumbani. Yaani Kajoni, katika point uzoongea siku zote hizo. Leo umeongea point sana. Sasa wakati unatafuta hicho kibarua cha kumsaidia mama majukumu ya hapa nyumbani, mama naye akienda sokoni kwenye genge lake kula kitafu kidogo, na wewe ukichanga kidogo, mkatoa hapa nyumbani mkanisaidia mimi nikarudi shule, mtakuwa mmefanya vizuri sana. Hivi nana mwanangu, unaongea kitu gani? Kwani mama wewe uone? Huyu akitoa kidogo na huyu akitoa kidogo. Mimi sinasoma narudi darasani kwa sababu mimi ada yangu sio kubwa kama ya Kajoni. Hebu toka kuangalia uje babako. Nenda kaangalia uje babako. Mnadekeza mwanao. Anadeka mtoto wa kike kama kitu gani? Sio vipi peke yake. Wewe ndio umechukua? Umechukua za nini wewe? Na unataka kufanya nini pesa zangu? Nilipanga kukuibia. Umepanga kuniibia? Unaniibia mimi mama yako? Unaacha mimi kichwa kimejaa kabisa, nimepanic kwa sababu ya pesa zangu. Mpaka presha mimi inanipanda. Kama umekuwa na shida na hela, kwa nini usiniambia mimi nikakupa? Hela zako ziko kwenye begi na kurudishia. Ziko kwenye begi? Na hilo begi unatoka nalo wapi sasa hivi? Wewe Johari, ongea na wewe. Unajua Johari usinitafute mimi. Johari mimi nitakuua wewe. Unajua Johari mimi nishakuchoka. Tena nimekuchoka kweli. Mwita Johari, kaa naye chini uongee naye. Hatua tuliofikia sasa tutapigana mangumi. Na tutapigana mangumi kweli. Yaani umekuja kuniomba ushauri, unataka kumpiga Johari? Nikuombe ruhusa kama nani? Na ninakuogopa nini mimi wewe? Yule Johari mimi ni mtoto wangu. Akinizingua mimi namchapa muda wote ninaotaka mimi. Kaa chini uongee naye. Sawa, nimekuelewa. Ni hili tu au kuna lingine? Kwani vipi? Au unataka kunizingua? Kama una haraka zako ungefanya mambo yako. Nimekuja kufuata nini sasa mimi hapa? Kama ni hili, ilikuwa haina haja kusumbuka kuja huko. Ungenipigia kwenye simu tu, ungelimaliza kwenye simu. Basi sawa. Mimi nataka nimpeleke Johari boarding akasome, lakini hana utayari. Kwa hiyo nimekuja kuongea na wewe ili umshawishi akasome. Babake mdogo anapoteza gharama nyingi kwa ajili ya kumsomesha yeye. Kila mwaka Johari anarudia shule. Miaka 3. Unajua mimi nitakuja kumuua. Na ningekuwa laiti na uwezo wa kuua yule John, mimi ningemuua.
kwa sababu ndiye anamshawishi mtoto wangu upumbavu, anamshawishi mtoto wangu ujinga, anamshawishi mtoto wangu, yani hata sijui niongeeje. Naomba umshawishi asome. Nitaua jamani, nitaua. Sikiliza, wewe umekuja kuniomba kwamba mimi ni mshawishi Johari aende boarding. Sasa haya mambo ya kuua yanatokana wapi? Kama unataka kuua ungeenda kuua huko huko, sio unakuja hapa kwangu kuniambia hivyo. Sasa ili swala la kuua sitaki kulisikia tena, ila ili swala la Johari niko tayari kumshawishi. Hiyo shule iko sawa, kwa sababu unataka unifafanulie vizuri, endapo kutokea shida yoyote wakati wote, na mimi nipate fursa kwenda kumwangalia. Basi sawa, nimekuelewa. Hiyo shule iko Singida mjini, ina walimu wazuri, inafundisha vizuri na ina mandhari mazuri. Watoto wa mdogo wangu Zena mimi wako kule wanasoma. Naomba mshawishi jamani akasome. Mshawishi basi. Sawa sawa, nimekuelewa, lakini mimi niko tayari kumshawishi Johari asome, ila hili swala la kusema kuua sitaki kusikia kauli hiyo, ifute. Na mimi maada umeshaniambia hivi, niko tayari kumshawishi na lazima atakwenda. Elimu ni kitu cha maana sasa hivi. Bila kuwa na elimu maisha hayawezi kuwa maisha. Watu wanafaidika kwa sababu ya elimu. Umewaza jambo zuri sana. Sawa, nitashukuru kwa hilo. Naomba mshawishi tu asome. Hivi unadhani kwa hii hali tuliokuwa na sasa, wafili rahisi kupata kazi kama unataraji wewe? Si rahisi kama unataraji wewe. Mimi nakushauri kama rafiki yangu, wala uendelee na masomo. Umalize form 6, unaweza kupata ajira ukajiliwa manispaa. Hivi vibarua vidogo vidogo tuachie sisi ambao tusosoma rafiki yangu. Hiyo vibarua ambavyo unavyosema mimi ndio ninavitafuta. Kwani kwa mwezi wanalipa bei gani? Vibarua ambavyo nimefanya hatulipi kwa mwezi. Kwa siku unaweza kulipa 3,000 hadi 5,000. Lakini sidhani kama inakutosheleza kulipa ada ya shule. Hiyo 5,000 ambayo unaosema wewe, kama ningekuwa na uwezo wa kuipata kila siku, kwa mwezi ni sawa sana 1,500,000. Ingetosha kabisa mimi angalau kujilipia ada shule, japo hata kwa mwezi mmoja. Unafikiri kwa mwezi ambao utakuwa mtaani, uone kuwa vimekosa vipindi vingi darasani? Hata kurudi darasani hautakuwa sawa na wenzako. Ndio maana mimi nakushauri rafiki yangu DJ, bora uendelee na masomo. Nitajitahidi kusoma kadri ya uwezo wangu ili niweze kufanana na wenzangu. Kwa kazi ambayo tunazofanya sisi, kwa wiki unaweza kufanya kazi mara 5 au mara 3. Au katika wiki hiyo hiyo unaweza usifanye kazi kabisa. Isitoshe, kuna watu wanafanya kazi kama tunazofanya sisi. Kwa hiyo wewe kupata kazi ni vigumu sana. Ninachokuomba tu kwa maana yangu, wala usikate tamaa. Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu kufanya vizuri darasani ili niweze kutekeleza ahadi yangu. Lakini kwa hali iliyopo hivi sasa, sidhani kama naweza nikatekeleza ahadi hiyo. Unajua, kuna wakati mwingine natamani nikatafute kazi ili nipate pesa kujilipia ada. Warau hata kama hiyo form 6 imeshinda, basi hata form 5. Lakini uko mtaani kazi zenyewe hakuna. Marafiki zangu wapo tu kijiweni, wamekaa hawana kazi yote. Maisha ni magumu baba. Maisha ni magumu. Nikakusikia hata kwenye